Ombi langu kwa wanasimba, tunafahamu mechi hii kwetu hata tukishinda hakuna mahala tunakwenda, lakini kushinda ni muhimu kweli kweli kuliko kufungwa. Ukishinda maana yake ni kwamba unatengeneza confidence kwa wachezaji wako kuelekea katika vita kubwa ambayo tunaipambania huko mbele. Lakini kama haitoshi, bado tuna vita kubwa ambayo tumeiwekeza kwenye ligi kuu ya NBC pamoja na kombe la shirikisho la CRDB, ili tuweze kuwa na vita nzuri huko mbele, tuweze kushinda michezo ambayo iko huko mbele. Lazima tutengeneze confidence katika mechi hii dhidi ya Stade Malien. Tumemfunga Mashujaa, tumemfunga KMC, bado watu wanaona ya kwamba sio kipimo kizuri kwa mnyama na kujinasibu ya kwamba tayari Simba yetu imeimarika. Sasa tunakwenda kuonesha siku ya Jumamosi ya kwamba tayari Simba yetu imeimarika na tuna uwezo wa kuifunga timu yoyote Afrika ukiachilia mbali Stade Malien. Kwa hiyo mechi hii ya Jumamosi, ni waombe ndugu zangu wana Simba, tuache kupiga hesabu, tuache kuangalia tukishinda tunapata nini, tuache kufikiria sasa hatujakwenda robo finali, tuache kusononeka hatujafuzu safari hii, tuache kulalamika na kulaumiana. Tukubali tu ya kwamba mwaka huu mnyama hakuwa sawasawa. Kwenye mechi za mwanzo tumeshindwa kufuzu, hatujakwenda robo finali. Yani tukubali kiroho safi ya kwamba mwaka huu tumeteleza, tunajipanga kwa ajili ya mwaka ujao. Tukisha kubali kiroho safi, maana yake tunafungua nafsi kila mwana Simba tarehe 14 aje Benjamin Mkapa kiroho safi, aje kuiunga mkono Simba yake. Twende tuwafikishie ujumbe wachezaji wetu kwa pamoja kwamba mmetupa heshima kubwa Afrika, mmetupeleka robo finali mara 7 mtawalia. Mwaka huu kwa bahati mbaya mmeanguka, lakini sisi bado tuko pamoja na nyinyi. Tujiandae kwa ajili ya kurejesha heshima ya mnyama msimu unaokuja. Sasa ujumbe huu wa kuwapelekea wachezaji wetu tunatakiwa twende tukaupeleke sisi wana Simba kwa wingi wetu. Maana yake ni kwamba hakuna mwana Simba anatakiwa kubaki nyumbani siku hiyo. Hii ni siku ya mashabiki kwenda kuzungumza kwa vitendo na wachezaji wetu, kuambia kwamba msijali.